Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka wananchi Young Africans juu ya kile ambacho kipo sasa hivi. Bodi ya ligi wameweza kushutama, hatimaye wameweza kuwafuata klabu ya soka ya wananchi. Wamezungumza nini? Utakwenda kujua hapa. Nini muafaka wa hiki ambacho kinachoendelea, na vipi kuhusiana na ratiba ya mchezo ambao ulitangazwa awali na bodi ya ligi kwamba utakuwa ni tarehe 15. Vipi Young Africans watacheza mchezo huo, na wamekubali kuhusiana kile kinachoendelea, kauli ya serikali juu ya mchezo ule kuchezwa, je, wamekubaliana nayo? Utakwenda kujua kila kitu kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea sasa hivi ndani ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans, msimamo wao vipi umebadilika? Yote hayo majibu niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans juu ya hatima yao ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa kweli kweli, huku klabu ya soka ya Young Africans bado wakiendelea kuweza kuweka kile kinaitwa ngumu kumeza. Bana, ulienda kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea juu ya yale ambayo bodi ya ligi walikwenda kuweza kuazimia. Unafahamu ya kwamba serikali kama kawaida iliweza kuwakutanisha. Hapa nazungumzia waziri mwenye zamana Profesa Palamagamba Kabudi, aliweza kuwaita bodi ya ligi, TFF, Young Africans pamoja na Simba Sport Club na kukaa nao chini, wakaweza kuzungumza. Ilikuwa pale katika dimba la Benjamin Mkapa katika kumbi za mikutano, ambapo walikutana wakakaa kwa masaa kadhaa juu ya kuweza kupata hatima ya kile kilichoweza kutokea. Sasa katika mkutano ule Profesa Palamagamba Kabudi awali aliweza kuwaita klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba TPLB, na hapa nazungumzia na TFF, aliwaambia kwamba kikao hicho hakipo kwa ajili ya kutoa hukumu, ama hakipo tayari, hakipo kwa ajili ya kutoa msimamo wa kipi kifanyike, kwa sababu ya kile kikao kilifanyika kwa ajili ya kuja kujua changamoto ni nini na namna gani ambavyo wataweza kukubaliana kuweza kulimaliza. Sasa baada ya kikao kile ilipita muda, hakukuwa na majibu yoyote ya kikao kile ambacho kilichoweza kufanyika. Sasa mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi alipokuwa bungeni, aliweza kuulizwa na mbunge wa Geita, hapa nazungumzia Msukuma, aliweza kumuuliza ni mustakabali gani ambao umefanyika na nini ambacho kimeweza kujili katika ule mkutano ambao aliufanya na Young Africans pamoja na Simba Sport Club juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwamba atoe majibu ni lini ama imekuwaje na wamechukua uamuzi gani. Alichokijibu Profesa Palamagamba Kabudi, alisema ya kwamba kuhusiana na mchezo ule, chombo kinachotakiwa kutoa maamuzi ni TFF peke yake na wala si watu wengine ambao ama serikali, kwa sababu serikali itakapoamua tu kujiingiza katika yale ambayo yanayoitwa, hapa nazungumzia
maamuzi ya TFF kuingilia, basi huenda FIFA wakaweza kuingilia kwa kutoa adhabu kali kwa kufanya hivyo. Sasa akasema ya kwamba serikali haina maamuzi, japokuwa tu itashauri namna ya kufanya, lakini si kuweza kutoa maamuzi kwa sababu chombo kile kinajitegemea ambacho ni TFF. Sasa kwa siku ya jana hapa nazungumzia kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa nazungumzia huyu ni naibu waziri ambaye aliweza kuzungumza, Hamisi Mwinjuma, akiweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo dabi ya Kariakoo, ambapo ameonekana kuthibitisha kwamba tarehe 15 klabu ya Simba na maasimu wao klabu ya Young Africans watakuwa wako dimbani. Katika kile ambacho kimezungumzwa, serikali imethibitisha rasmi kuwa pambano kubwa la watani wa jadi dhidi ya Simba litapigwa kama ilivyopangwa Juni 15, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Katika kipindi cha maswali na majibu mapema leo bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma mwana FA alijibu swali kutoka kwa naibu spika Musa Hassan Zungu kuhusu hatima ya mechi hiyo kufuatia ukarabati mkubwa wa uwanja huo. Zungu alitaka kufahamu iwapo uwanja wa Mkapa utakuwa tayari kwa mechi hiyo, huku akitumia kauli ya utani kuuliza, kwa hiyo mheshimiwa waziri, tarehe 15 mnyama Simba yupo kwa Mkapa? Mwana FA amethibitisha pasi na shaka kuwa tarehe 15 mnyama yupo kwa Mkapa wakipambana na maasimu wao Yanga. Itakumbukwa kuwa awali pambano hilo la watani lilikuwa lipigwe Machi 8 mwaka huu kabla ya kuahirishwa na bodi ya ligi TPLB na baada yake kupangwa kuchezwa Juni 15 mwaka huu. Hata hivyo, pamoja na kuwapo kwa ratiba hiyo, uongozi wa Yanga umeendelea kusisitiza kuwa hauko tayari kuweza kucheza mchezo huo kwa kile ambacho kimeonekana kuweza kuthibitishwa na mheshimiwa waziri, naibu waziri wa sanaa na michezo. Hapa nazungumzia Mwana FA, akiweza kuweka bayana kwamba mchezo huo wenyewe hupo kama vile ambavyo kila mmoja aliweza kusikia kwa kauli yake. Sasa wakati kile hicho kinachoendelea, msemaji wa klabu hapa nazungumzia ya Young Africans zamani, hapa nazungumzia na Simba Sport Club, Haji Manara ameweza kumjibu Mwana FA kwa kile ambacho alichoweza kukiandika ama kukizungumza bungeni kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Anaandika Haji Manara na nukuu kile ambacho alikisema, anasema, bad luck, kauli hizi zote mbili zimetolewa ndani ya bunge letu tukufu lenye hadhi kubwa. Kwanza tulihakikishiwa bungeni mechi ya fainali ya kombe la shirikisho itachezwa kwa Mkapa. Bad luck, tulitangaziwa hadi mazungumzo na rais wa kafu Motsepe kwamba mechi itapigwa Mkapa Stadium. Haikuwa ngoma ikipigwa Amani Stadium. Leo tena tumeambiwa na kiongozi huyu kuwa mechi ya tarehe 15 baina ya Yanga na Simba ipo pale pale. Ikumbukwe msimamo wa Yanga wote nchi nzima ni ule ule, hatuchezi. Mara ya mwisho waziri mwenye zamana michezo Profesa msomi mzee Kabudi aliwaambia Watanzania kazi ya serikali sio kusema mechi ipo au haipo, na hilo jukumu ni la taasisi za soka zenyewe. Wao kama serikali hawahusiki na ratiba za ligi. Leo kupitia bunge hili la bajeti, naibu waziri anatoa taarifa ya uwepo wa mchezo ambao serikali ilishautolea maelezo ya kina. Hatujui tushike lipi hasa. Hoja yangu nyingine ililionishangaza leo ni kusikia eti vilabu vyetu pendwa vikitamkwa ndani ya bunge ni vilabu mahasimu. Neno mahasimu linaumba na ni jina baya lisilofaa kutumika hata kwa mashabiki wa kawaida wa mtaani. Mahasimu ni maadui na wanauhasama baina yao. Yanga na Simba sio mahasimu, ni watani wa jadi na wapinzani wa dakika 90 uwanjani. Haifai hata kidogo kwa kiongozi mkubwa tena ndani ya chombo kizito kama bunge kutangaza uwepo wa mechi hii kwa kuwaita klabu hizi kongwe ni mahasimu. Kwa miaka mingi tumekemea sana matumizi ya hili neno, leo kwa bahati mbaya linatamkwa na serikali ndani ya bunge. Haya ni mawazo yangu ya mchana. Unaona bana, akiweza kuzungumzia kile ambacho
kilichoendelea kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa katika mchakato huo wa kuhakikisha kwamba mchezo huo unapigwa, lakini bado ngoma inakuwa ni ngumu. Lakini kwa taarifa ambayo iliyopo imetolewa muda si mrefu ni kwamba bodi ya ligi nchini Tanzania TPLB siku ya jana ilifanya mawasiliano na uongozi wa juu wa klabu ya Young Africans kujadili masuala mbalimbali kuhusu mechi zilizosalia na kumaliza msimu. Uongozi wa klabu ya Young Africans umeshikilia msimamo ule ule kusema wautambue mchezo wa tarehe 15 mwezi wa 6 2025. Wanatambua michezo miwili ya ligi kuu ndio wamebakiza wao na mchezo mmoja wa fainali ya FA basi na si mchezo mingine. Mpaka kufikia sasa hakuna muafaka wowote uliofikiwa baina ya pande hizo mbili kuhusu kutakuwa kitendawili cha mchezo huo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Huku mazungumzo bado yanaendelea ikilishirikisha viongozi wa serikali pia juu ya mchezo huo kuweza kuchezwa. Kinachosubiriwa kwa hapa sasa hivi ni kuweza kuona namna gani ambavyo sakata hili itakwenda kumalizika. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Wewe umeweza